Kwingineko ni kwamba viongozi wa upinzani wametaka tume ya mipaka na uchaguzi nchini IEBC kuita kikao kitakachojumuisha vyama vya kisiasa na washikadau mbalimbali kueleza ni kwa nini wananchi wanaosajiliwa wanajipata maeneo tofauti na walikojiandikisha, wakiibua madai kwamba hii ni njama ya IEBC kutaka kusaidia Rais Ruto kuiba uchaguzi ujao. Aidha, wameahidi kuandaa maandamano ya kihistoria kushinikiza serikali kuwajibika ipasavyo. Wakati huu ambao tume ya mipaka na uchaguzi nchini IEBC inaendeleza zoezi la kuwasajili wapiga kura kote nchini, zoezi hili limeonekana kuwa na dosari, viongozi wa upinzani wakiibua madai ya wananchi kupata wamesajiliwa maeneo ambayo ni tofauti na watakapopigia kura, wakisema hii ni njama ya kusaidia Rais Ruto kuiba uchaguzi mkuu ujao. Mwingine amekuta kura yake iko Wajir North, mwingine ako Fafi. Hii ujaja Kasongo wanajaribu. Ndio naona watu wa IEBC kila wakati tukiita tukifanya mkutano hawataki tufanye mkutano, kwa sababu ile jama wanataka kufanya ni kuhakikisha vijana kama hao na labda hata hapa Katutu siku ya kupiga kura ukienda hapa Katutu unakuta wewe kura yako umeandikishwa huko West Pokot, alafu ambiwe uwezi kupiga kura hapa. Tunajua wako wanaandikisha watu Uganda kule Sebei, wanapeana kadi za Kenya kwa watu wasio wa Kenya. Shinikizo la upinzani ni tume ya IEBC kuita mkutano ndani ya kipindi cha wiki mbili zijazo kitakachohusisha vyama vyote vya kisiasa kuzungumza ni vipi watatatua utata huu na pia kuleta uwazi ni kwa nini mchanganyiko huu unashuhudiwa. Tunataka kuambia IEBC, you must call for a multi-stakeholder conference which involves all the political parties in Kenya, and more particularly the parties in the United Alternative Government, the churches and the civil society, the media, so that we can discuss and understand, come to a compromise on what needs to be done. You cannot keep quiet when people are raising issues. Every day, IEBC just issues a statement. Wamedokezea wapo tayari kuita maandamano ya kihistoria kushinikiza serikali kulainisha masuala mbalimbali ambayo yanaenda kombo, yakiwemo bei ghali ya mafuta na pia mapendeleo katika usajili wa kura na utoaji wa vitambulisho. Sunguli was the one responsible for voter registration. Now is the acting CEO. Huyo ni right hand man ya Ruto, aende kabisa. Kama kuna maandamano moja ndugu JB tutafanya ni ya kufukuza that specific officer. Walitoa Marijan tulipoambia, wakaweka mwizi ule kali zaidi. Na ile maandamano tunapanga sio ile Kasongo amezoea ati ya siku mbili watu wanarudi. Ile maneno tunataka kupanga, kwanza tunataka ihusishe kila mtu. Tutafutane na watu ya Linda Mwananchi, tutafutane na Gen Z, tutafutane na United Opposition, tutafutane na Wakenya, tupange vizuri. Number 2, hatutaki tu kuongea mambo ya mafuta. Hii maandamano kwa sababu itakuwa kali, we must put all the issues. Mambo ya mafuta, mambo ya IEBC, mambo ya vitambulisho, mambo ya wizi. Na nikwambie Kasongo, wewe ulizoea Raila anafanya maandamano, unaita unamwingisha kwa serikali, maandamano inaisha. Ile itakuja hakuna mtu utaita atuingiza kwa serikali. Fredrick Kumbua, Undugu TV.